kunipa fursa hii ili niweze kuhudumu katika nyumba ya Bwana. Majina yangu naitwa John Juma, Kristo ni Bwana. Angalia ananipigania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nataka uchukue nafasi uweze kuketi na viti za mbele sijazwe, wa nyuma wakuje baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili ya kwamba tuende na wewe moja kwa moja. Sitaki nikubakishe nyuma hata kidogo. Nataka unifuate kwa makini. Uangalie maandiko katika kitabu cha Kutoka sura ni ya 14. Ujumbe wangu leo ni kwamba kumtegemea Bwana. Haleluya. Amen. Unapomtegemea Bwana ni yapi ambayo atakufanyia? Katika hiyo maandiko hiyo nimesema ya Kutoka 14, nafikiri ni historia ambaye tunaelewa vizuri sana. Wana wa Israeli walikuwa na safari ambaye walikuwa wamejiandaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikawa ya kwamba wawe na kiongozi wao atakaye waongoza hadi kuwafikisha mwisho. Kila sehemu lazima kuwe na kiongozi. Katika familia lazima hata kuwe na kiongozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamwezi kukaa bila kuwa na kiongozi, kwa sababu bila kiongozi mtakosa kupata mwelekeo. Kwa hivyo wana wa Israeli, Musa alikuja akawa kiongozi wao ili ya kwamba awapeleke katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini walipokuwa wanamuona Musa, wengi waliona kuwa ni kiongozi, lakini wengine katika mioyo zao walikuwa wanaona tu ni hivyo tu, ni mtu wa kawaida. Ili ya kwamba walipokuwa wanaona mambo yanaendelea akiwa magumu, ilikuwa inafika wakati wanaanza kunung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hakuweza kujua ya kwamba huyu ambaye ni Musa aliyekuwa kiongozi wao ni Mungu amemteua na anamtumikia na anampea direction vile anastahili kuenenda ili hiyo safari ikamilike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo wakawa katika hali ya kutembea, walienda na wakiwa katika vita, wako njiani wanaenda, wanaona wapanda farasi wamekuja, wako nyuma yao, wanawafuata mbio, lakini naye walikuwa wakaanza kulalamika wakisema kwamba sasa itakuwaje, kwa sababu walikuwa wameteremka, wamefika katika bonde, na lile bonde kulikuwa na mto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So katika hiyo mto ilikuwa imefika wakati sasa, wakiangalia wanaona ya kwamba hakuna mahali popote watakimbia kujificha, na iwapo wataingia katika msitu, pale msitu kuna rahisi sana, wakiwasha kiberiti hiyo msitu itachomeka na watakufa pale. Bwana Yesu asifiwe. So ikawa ya kwamba sasa wanaona ya kwamba ikiwa tutaendelea mbele, basi tutazama katika lile bahari ambalo liko mbele yetu, naye tukisema tusimame, kuna Wamisri already wako nyuma yetu, wanataka kutuangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Tukiingia tuseme tuachane na Musa tuende kando, basi hakuna vile sisi tutapata wokovu, ile ya kwamba sasa tumeacha roho zetu katika mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi ikawa walipoanza kuendelea, wakafika mwisho wa bahari, naye wakaanza kumlilia Musa, wakaambia Musa ya kwamba sasa imefika mwisho wa bahari, ninaangalia hatuoni, hatujui sasa tutamalizia wapi. Lakini Musa akawaambia kwamba wacha niwaitie kwa Mungu. Musa akainua sauti yake, akazungumza na Mungu, akawaambia watu wako ulionipa niwaongoze ndio hao, lakini wako na hofu, ambaye hawana njia ingine wala hawana nia ingine, bali wanataka msaada kutoka kwako Mungu wangu. Haleluya. Haleluya. Amen.
Basi Mungu akaambia Musa, waambie kwamba waache kulia, maana niko pamoja nanyi. Amen. Waache kulia. Na kweli wakaacha. Akaambia Musa, okay, kwa sababu wamelia, wewe uko na nini mkononi mwako Musa? Una nini ile ambayo umesimama nayo kuwa kama kinga ambayo inafanya isababishe ili watu hao ambao nimekupatia waweze kujiokoa? Musa akamwambia, Mungu wangu, niko na fimbo mkononi mwangu. Akamwambia, nyosha hiyo fimbo, weka katikati ya bahari. Na alipoweka katikati ya bahari, bahari lilisimama, maji ikaamurishwa, ikawa ya kwamba sasa hakuna mtu kuendelea kuflow. Alisimamisha hiyo bahari na wana wa Israeli wakakuja wakapita. Kile kitu ambacho hakukuwa wametarajia, sasa waliona na macho, wakakumbuka ya kwamba kweli Mungu alikuwa pamoja nao. Amen. Yes. Biblia inasema hivi, 14 mstari wa 11. Wakamwambia Musa, je, kwa sababu hapakuwa na makaburi katika Misri umetutoa huko ili tufe jangwani? Mbona umetutenda haya kututoa katika nchi ya Misri? Neno hili silo tulilokuambia huko Misri tukisema, tuache tuwatumikie wa Misri, maana afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo, maana hao wa Misri mliowaona hao hamtawaona tena milele. Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unalilia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele, nawe inua fimbo yako ukanyoshe mkono wako juu ya bahari na kugawanya, nao wana wa Israeli watapita kati ya bahari katika nchi kavu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikiangalia maandiko imeniambia vizuri ya kwamba Wamisri walikuwa wameanza kulalamika, ni wana wa Israeli walikuwa wameanza kunungunika. Wanasema kwamba katika ile nchi ya Misri walikuwa at least wanateswa, lakini wanakula. Walikuwa wanafanya vituko zote, wanaangaishwa, lakini naye walikuwa wanapata at least utulivu. Kwa hivyo Mkristo wa asubuhi ya leo, Biblia inatuambia vizuri ya kwamba walikuwa wananungunika kwa sababu hawakuwa wanajua mbele kunakaa namna gani, lakini Musa akawapa moyo, akawaambia kwamba msianze kunungunika, bali muutazamie tu Mungu, muone ile atakayowapigania. Akawaambia kwamba atawapigania na nyinyi mtanyamaza kimya. Na akawaambia kwamba wale wa Misri ambao mlikuwa mnakaa nao, wenye mlikuwa mnaona ya kwamba mnafurahia kukaa nao, kwa sababu kule Misri kulikuwa ni nchi ya dhambi, kulikuwa ni nchi ya shida, kulikuwa ni nchi ya mateso, lakini hao wana wa Israeli walikuwa wanafurahia wakiona kwamba sasa katika kukaa katika hiyo nchi ni heri, kwa sababu kama ni dhambi walikuwa wanafanya, lakini wako na utulivu. Walikuwa wanafanya mihangaiko, lakini wako na utulivu. Lakini Musa akawaambia kwamba imetosha kukaa katika nchi ya utumwa. Ile mji ambao mmeisumbuka, huu mlima sasa mtaitoka ili muende nchi nyingine ambayo ni nchi ya ahadi ambayo Bwana alikuwa ameahidi. Ikawa wakatonga safari kuendelea, wakiwa njiani kuendelea, wakawa kuna hofu katika moyo wao, wakawa na hofu, wakaanza kulia wakiona kwamba sasa imefika mwisho wa maisha yetu, afadhali ungetuache tukufie kule, kwa sababu pia hata kule kuna makaburi ambaye tungezikwa na tukakaa salama, lakini mahali umetupeleka haijulikani tunaenda wapi. Lakini naye Musa akawaambia waacheni waitie kwa Mungu. Nikawaambia Mungu akasema na Musa akamwambia kwamba
sasa imefika wakati wa kunyamaza mbele ya maadui zako. Wewe mpendwa ambao uko mahali hapa, adui ameinuka anataka kukushinda, unaanza kuona kwamba sasa umefika mwisho. Mwite Yesu, ako tayari na wewe, hata kutengenezea njia ambaye maadui watakuja wasimame, waone wokovu ambaye Bwana atakuwa ameweka ndani ya moyo wako, ndani ya maisha yako, ili uweze kubadilika. Bwana ako tayari kuinua mtumishi wake, kunyosha fimbo ndani ya maisha yako, ili uweze kupita katika bahari iliyonyoka, ili uweze kupita katika bahari kavu ambaye haina mateso tena. Haleluya. Bwana ameandaa bahari. Na isipokuwa ya kwamba yatokee, hautakaa kwa Bwana, kwa sababu ni lazima kuna kitu ambaye Bwana anastahili aweke mbele yako, ili ambaye itakunyenyekeza, ndio uweze kumtambua kwamba kweli ni Mungu, ndio uweze kumtambua kwamba anaweza. Ikiwa ni shida ya kazi, lazima atafanya utembee moja mbili, ili ya kwamba unayemtumainia utakapotoka na yeye, hapo ndiye utakuja kujua kwamba kweli ni Mungu amefanya. Hautasema ya kwamba ni nguvu zako, hautasema ni masomo yako, hautasema ni kazi ya bidii uko nayo, lakini ni Bwana atakuwa amesimama, hata kuwekea mtumishi wako mbele yako, bila kuongoza na aweze kukufikisha, akushike mkono mahali ambapo haiwezekani. Wewe ni kazi tu ambayo unataka uachilie, ili Mungu akupiganie. Usipigane na adui wako, waachie Mungu aanze kukupigania, hata kupigania na utanyamaza. Kwa utawaiona wale wa Misri ambao walikuwa wamekuhangaisha, ile shida ambazo zilikuwa zimekuhangaisha, hautarudi kuziona tena. Ile kazi ambayo ilikuwa imekuhangaisha, hautarudi kukuhangaishwa tena. Ile madeni ambayo ilikuwa imekukalia, hao ni wa Misri ambao Bwana anakuambia asubuhi ya leo, hautarudi tena kuonana nao. Ile ndoa ambayo imekusumbua, umekosa amani kila siku, mwite Yesu, ako tayari, atakutengenezea bahari, atagawanya bahari, na utaweza kuipita ukiwa uko salama. Utakosa manung'uniko tena, ile itarudi ni kushukuru tu. Utarudi kwanza kumshukuru Mungu tu, ukisema nukiimba wimbo mpya, ukisema Mungu ametenda, ukisema sio mimi, ukisema si nguvu zangu, ukisema si mali yangu, lakini ni Bwana ametenda. Maana utaona wa Misri tena. Utasema amen. Haleluya. Shout amen. Akawaambia, msiogope. Bwana akamwambia Musa, waambie wasiogope. Leo hii Bwana anaambia mtumishi wa Mungu, akwambia usiogope. Haijalishi vita zinainuka zinakaa aje, lakini Bwana ako pamoja na wewe. Haijalishi wanaokupiga wanafanana namna gani, wao watumie fedha kukuangamiza, lakini wewe mtumainie Mungu. Wewe watu watumie kile wanatumia, watumie miungu zao, lakini ukae ukijua kwamba ukiwa na Yesu vyote vinatii. Amen. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Bwana akamwambia Musa, unanililia mimi, wacha kunililia mimi. Waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Amen. Wasiogope. Haleluya. Pendwa Mkristo, shida moja tu kuinuka hivi, umeshakata tamaa. Yes. Unaamua sasa kukaa nyumbani ndio suluhisho. Unasahau ya kwamba ni Mungu tu. Unasahau ya kwamba kuna bahari ambayo imeinuka tu. Unasahau ya kwamba hiyo ni mawimbi tu, ambayo Bwana ako tayari kukufikisha na atakupitisha katika yote. Haleluya. Sio Mungu, sio kubahatisha. Haleluya. Kuwa na imani. Yes. Kuwa na imani. Amen. Ya kwamba ukitembea na yeye atakufikisha mahali ambapo unataka. Ukiangalia historia, unaweza kujiangalia uone ile kuzaliwa nilizaliwa katika jamii gani. Haikuwa ya uongozi, haikuwa ya watu ambao wameokoka, lakini kwa sababu ya Bwana amekutengenezea njia na amekupatanisha na wokovu.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo asubuhi leo unaambiwa kwamba wale wa Misri ambao ulikutana nao, zile shida ambazo zilikukumba, amen, ile mihangaiko ambayo ilikukumba ikafanya ukakosa utulivu, Bwana anakuahidi ya kwamba leo hautawaona tena, hautawaona tena. Ni wakati wa kujitoa katika nchi ya Misri, kwa sababu Bwana amekuita, amekwambia utoke katika nchi Misri, usikae tena na vikundi vyao, usikae kati yao ya Misri, maana watakuangamiza. Haleluya, amen, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka inapofika wakati wa kushambulia wa Misri, usiwaachilie. Yes. Usiwaachilie. Amen. Maana wengine wa Misri wanatoka katika familia ambayo tumezaliwa. Wengine ni wa Misri mahali ambapo tunafanya kazi. Wa Misri wengine wako mahali ambapo tunasoma masomo yetu. Lakini leo Bwana anakuambia kwamba toka katikati ya wa Misri. Maana amekuandalia njia. Haleluya. Amen. Amekuandalia njia. Yes. Na utaona kweli hiyo njia itakayofunguka. Utaanza kuona sasa wale wa Misri ambao walikuwa wanakupiga, hao ndio watarudi kwako tena. Waanze kukaa na wewe wakiuliza, imekuwaje mtu wangu? Ulifanya nini? Imekuwaje, ulifanyaje ukafaulu? Waambie ni Yesu ambaye ninamuita. Usiku na mchana ninamtumikia, usiku na mchana ninatembea na yeye. Yeye ndiye ananitangulia. Maana ukiangalia maandiko, Biblia inasema ya kwamba Bwana aliambia Musa, nitakutumia malaika na watakulinda njiani popote ambapo utakapoenda. Watatuma malaika wa utisho, na hiyo ndio itakuwa kitu yako ambayo itakuwa kinga yako. Bwana ataandaa malaika wa utisho popote ambapo utaenda kuingia. Hata kama ni kuuliza kazi, watakuwa wanakuambia kwamba tulikuwa tumekungoja na hata hawajawahi kukuona, lakini kwa sababu Bwana ametuma malaika, wametangulia na wameenda kuandaa maisha yako. Utaona ushindi ukionekana, utaona maisha yako yakibadilika, kwa sababu Bwana hawezi kukuacha ikiwa utakaomtegemea, ikiwa utatembea pamoja naye, ikiwa utatii neno lako. Asubuhi ya leo ako tayari. Mpendwa, ninakuhakikishia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bahari imeshafunguliwa. Bahari, sijui ni bahari gani ambayo iko mbele yako. Iwe ni bahari ya dhambi, kuna nafasi ya msamaha wa dhambi. Iwe ni bahari ya mihangaiko, kuna nafasi ya kupumzika, kwa sababu kuna mwenye vita ambaye anaitwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Huyo akichukua nafasi, kila kitu inakuwa shwari. Yes. Kama ni mzee, kama mzee ni mkali, lakini Yesu amechukua nafasi, atakuwa anakuita tu majina mazuri. Watu wataanza kusema ya kwamba huyu ni kama alimuendea. Alimkalia chapati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ni Yesu ambaye atakuwa anachukua nafasi. Amen. Kwa sababu atakuwa ameondoa bahari ya migawanyiko. Yes. Atakuwa amegawanya. Sasa imebaki tu kupita ikiwa shwari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ikiwa mama ni simba kwa nyumba, hata ukirudi unaanza kufikiria kwamba ngoja nifike saa 5 usiku nipate kama wamelala ili nisikie kengele kwa nyumba. Mungu atanyamazisha yote. Itabaki sasa mnakaa chini, mnasungumuza pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu akichukua nafasi, amechukua nafasi. Bwana aliambia Musa, waambie wana wa Israeli waendelee mbele. Sijui ni nini ambayo inafanya inakusimamisha hata uwezi kuingia katika nyumba ya Bwana. Ni nini hii inafanya inakuzuia hata usiingie katika ibada? Bwana Yesu asifiwe.
kwa sababu vizuizi Bwana amekuambia kwamba vimeshatolewa, wana wa Israeli waendelee mbele. Kwa hiyo vizuizi vimeshatolewa, mpendo, uendelee mbele katika ibada, uendelee mbele katika mikutano. Haleluya. Acha niwaambie, next month I'm here full time. Hallelujah. Nataka kuona ule atakosa mkutano hapa ya Wednesday. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unless stupid. Na kama unafanya kazi yako itadhibitika, tutajua hapa. Hallelujah. Karandi atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kudhibitisha unafanya kazi ni record za Karandi. Nilikuwa nimeenda job saa mwisho wa mwezi, onana na Karandi. Simbo. Nilikuwa nimeenda shule, ni sawa, tunangoja after semester term kuisha report card. Ama? Ndio. Simbo. Excuse no. Amen. Nilienda kutembelea dada yangu, okay sawa. Utalipwa kwa hiyo tu. Hallelujah. Amen. Sasa ni serious business. Hallelujah. Amen. Mambo ni tofauti. Si kama kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tunataka tusimame. Wewe ndio unayejua. Nataka nikupe mwelekeo. Uelewe vile utakamatana na hawa Misri. Maana wewe ndio unajua ni Mmisri gani aliyo nyuma yako, ambaye anakuandama, ambaye anakukosesha amani, ambaye anasababisha uweze kutulia. Anza siku ya leo, unapoanza kwenda kuomba Mungu, kanyaga hao wa Misri na uambie tena, nimeahidiwa na Bwana ya kwamba sitakuona tena. Haleluya. Amen.